baada ya kuwepo kwa tuhuma za muda mrefu zikimhusisha rais wa Marekani Donald Trump kwamba alishawishiwa na Israel kuingia vitani dhidi ya Iran. Yaani, kwa maana rahisi ni kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ndiye ambaye alimshawishi Trump au alimshinikiza Trump kuingia vitani dhidi ya Iran. Hatimaye leo hii Trump kupitia kwenye mtandao wa Truth Social amekuja kukanusha taarifa hizo na kusema kwamba Israel haijamshawishi kabisa kuingia vitani dhidi ya Iran. Ameandika ujumbe kiasi ambao ameelezea hali halisi ilivyo, lakini akaelezea ni kwa nini ana misimamo mikali dhidi ya Iran, lakini pia akaelezea kuhusu hali ya kisiasa ya nchi ya Iran, lakini pia akaelezea kuhusu habari za uongo ambazo zimekuwa zikichapishwa na vyombo vya habari pale nchini Marekani, waandishi wa habari, lakini pamoja na wachambuzi wa kisiasa ambao wamekuwa wakizungumza habari hizo za uongo kwa mujibu wa Donald Trump alivyoeleza. Na kusomea taarifa mtazamaji. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Israel haikuwahi kumshawishi kuingia vitani dhidi ya Iran, akisisitiza kuwa msimamo wake wa muda mrefu ni kwamba Iran haipaswi kamwe kumiliki silaha za nyuklia. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa Truth Social, Trump alisema matukio ya Oktoba 7 mwaka 2023 yaliongeza zaidi imani yake kuwa Iran haiwezi kuruhusiwa kuwa taifa lenye silaha za nyuklia, akidai kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa usalama wa dunia na Mashariki ya Kati. Trump pia alishambulia vyombo vya habari vya Marekani pamoja na wachambuzi wa kisiasa, akisema kuwa asilimia kubwa ya taarifa wanazotoa ni za uongo na propaganda. Alidai kuwa hata kura nyingi za maoni zimekuwa zikichezewa, akifananisha hali hiyo na uchaguzi wa urais wa Marekani wa mwaka 2020 ambao bado anaamini uliibiwa. Aidha, Trump alizungumzia hali ya kisiasa nchini Iran, akisema kuwa kama kutatokea mabadiliko ya utawala wa viongozi wapya wenye maono mazuri wakiingia madarakani, Iran linaweza kuwa taifa lenye mafanikio makubwa na mustakabali bora zaidi. Mwisho wa taarifa jinsi ambavyo inaeleza. Baada ya tuhuma nyingi ambazo zilikuwa zikimhusu rais wa Marekani Donald Trump kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika zile ziara ambazo alizifanya karibuni kabisa mwanzo mwa mwaka 2026 zilikuwa ni ziara ambazo alikwenda kumshinikiza rais Donald Trump aingie vitani dhidi ya Iran. Na Trump amekumbana na upinzani mkubwa sana kutoka pale nchini Marekani, kwa sababu vyama vya upinzani vimekuwa vikimwandama rais wa Marekani Donald Trump kwa kumwambia kwamba yeye kila ambacho amekifanya kwa sababu ya shinikizo kutoka katika nchi ya Israel, hasa kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Na vita ambavyo Marekani imepigana na Irani kwa takriban siku 40 vimeitwa ni vita ambavyo havikuwa na malengo kwa Marekani, lakini pia havikuwa na sababu ya Marekani kuweza kuanzisha vita dhidi ya Iran, kwa sababu madhara ni makubwa ambayo yametokea hadi kufikia hivi sasa. Tumeshuhudia kwa jinsi gani ambavyo mfereji wa Hormuz umekuwa ni wa masharti chini ya Iran, lakini hapo mwanzo haukuwa na masharti hayo. Lakini tumeshuhudia kuharibiwa kwa kambi zote za kijeshi za Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Lakini pia tumeshuhudia Marekani kupoteza wanajeshi wake, lakini pia hata majeruhi wengi zaidi na kupoteza baadhi ya vifaa vyake vya kijeshi, zikiwemo ndege za kivita ambazo zilidunguliwa. Kwa hivyo tumeshuhudia madhara mengi sana, na mwisho wa siku Marekani ilionekana haikuwa na malengo thabiti dhidi ya vita ambavyo imepigana na Irani. Sasa Trump leo hii amekuja kukanusha kwa kusema kwamba Israel haikuwahi kumshawishi kabisa kuingia vitani na Iran, lakini alichokieleza hapa ni kwamba ni matokeo ya Oktoba 7 ambayo yaliongeza zaidi msimamo wake, na kwamba katika maisha yote Irani haitaweza kuwa na silaha za nyuklia. Ndio maana sera hizo zimekaziwa vikali kweli. Oktoba 7 ni siku ambayo itakumbukwa milele duniani, lakini pia sasa kwa Wayahudi pale nchini Israel, ambapo kundi la wanamgambo la Hamas la nchini Palestina kutoka ukanda wa Gaza lilifanya shambulizi kubwa la kutisha, ambapo walisababisha vifo vya zaidi ya Waisrael 1200 kwa mpigo waliuawa baada ya kufanya mashambulizi hayo. Kwa hiyo ikapewa Oktoba 7 mwaka 2023, ikapewa jina la Oktoba 7. Hata kila mwaka ikifika Oktoba 7 wanafanya maadhimisho ya kukumbuka watu ambao waliuawa
huko nchini Israel na wanamgambo wa Hamas. Basi mtazamaji wetu, kwa kuwa mambo bado ni mengi na siku bado haijaisha, ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kukomenti pamoja na kushare.